mtu unaweza ukayathibitisha vipi dhidi ya upande mwingine. Wako watu wanaishi pamoja tu kwenye familia lakini hawana hakika kama wanapendana. Wewe unaweza vipi kutoka hadharani na kusema Mpanzu ana mapenzi na timu nyingine? Katumwa kwa ajili ya kurahisisha mpango huu wa Mpanzu kwenda sehemu nyingine, ama katumwa amgombanishe Mpanzu na mashabiki wake wa Simba, ama katumwa amgombanishe Mpanzu na uongozi wa Simba, ama katumwa sisi tusimwamini tena Mpanzu kwa sababu tukae tukiishi kwenye dhana yake kwamba huyu mchezaji ana mapenzi na timu nyingine. Kiuhalisia ni kwamba amemkosea Elie Mpanzu, sio sentesi ya kuzungumza kwenye vyombo vya habari. Elie Mpanzu, kwanza niseme kitu kimoja. Elie Mpanzu kuna mambo anapitia yake binafsi, na hakuna ambaye anajua. Wiki iliyopita, kama wiki mbili ama moja iliyopita, Elie Mpanzu amefiwa na mtoto wake, akaenda Kongo akazika. Amemaliza kuzika, amerejea kuja kuitumikia timu yake ya Simba Sports Club. Sasa jaribu kuwaza, Mkai, unapitia kipindi kama hicho cha kufiwa na mtoto wako, lakini vile vile unatakiwa ufanye kazi ya watu ipasavyo. Lazima kuna mtikisiko kidogo upate. Hicho ndicho ambacho anakabiliana nacho Elie Mpanzu. Lakini kama haitoshi, mchezaji yote wa mpira kuna nyakati lazima anapitia mambo yanakuwa hayaendi sawa sawa. Ndio kipindi ambacho anapitia Elie Mpanzu, mambo hayamnyokei kwa upande wake. Kila anachojaribu kufanya kinagoma, lakini unamuona anaendelea kupush, anaendelea kupambana kwa ajili ya kurejea katika fomu yake. Sisi Simba Sports Club tunayo imani kubwa na Elie Mpanzu. Ni mchezaji ambaye tumemsajili kwa gharama kubwa na tumemsajili kwa vita kubwa kweli kweli. Kwa hiyo tunayo imani kubwa na Elie Mpanzu. Tuko tayari kumvumilia mpaka atakaporejea kwenye ubora wake, na uzuri mwalimu tuliyekuwa naye ana uwezo mkubwa wa kudevelop na kutunza kipaji cha mtu. Kwa hiyo anafanya hiyo kazi na anaelewa Mpanzu anapitia kitu gani. Tuko tayari kuendelea kumpa moyo, kumpambania ili arejee kwenye ubora wake, aje aitumikie Simba Sports Club. Na niwaombe mashabiki wa Simba, tuendelee kumtia moyo Mpanzu, tuendelee kusimama na Elie Mpanzu, tuendelee kumwamini Elie Mpanzu, aendelee kuitumikia Simba Sports Club. Mengine yanayoendelea ni maneno ya makusudi, ni agenda ya makusudi ya kumgombanisha Mpanzu na Simba, kumgombanisha Mpanzu na mashabiki, kumgombanisha Mpanzu na viongozi wake. Tusiwe na imani naye. Kama kuna mtu anamtaka Mpanzu, wala asiwe na wasiwasi, asubiri mkataba wake uishe. Kama Simba hatumhitaji, atamchukua. Kama Simba tutamhitaji, tutagombana naye kwenye soko la usajili kuliko kutaka kumharibia mtu. Unaposema Mpanzu ana mapenzi na timu nyingine, akienda akakosa goli kwa bahati mbaya, watu wanaamini kweli yule anafanya kazi ya kutumika, unamtengenezea uadui. Na Mpanzu anaishi kwenye jamii ya watu, unajua kitu gani kinaweza kikamtokea kibaya. Kwa ni vema tukaangalia kitu gani tunawasilisha kwa jamii. Basi sawa, Ahmed Ally, umeyazungumza mengi kweli kweli. Tukutane kesho kwa Mkapa, si ndio? Mimi nichukue nafasi hii kualika na kuwaita mashabiki wa Simba waje kwenye mchezo wetu wa kesho. Tumetolewa ndio kwenye hatua ya uwanja Benjamin Mkapa, na alfajiri ya leo tumewapokea wenyeji wageni wetu kwa maana ya Stade Malien. Kimsingi ni kwamba kila kitu kinakwenda sawa sawa kwa upande wetu na tuko tayari kwa ajili ya kwenda kuikabili kesho yetu. Ahmed, mechi na KMC ni kama imeleta hali fulani hivi ya umoja na mshikamano ndani ya Simba. Mashabiki wamekuwa na furaha kweli kweli, na baadhi ya wachezaji pia ambao mmewasajili katika dirisha dogo wameonyesha uhai katika mechi ambazo wanacheza. Sasa kuelekea mechi ya kesho, bila shaka ushindi utaendelea Msimbazi huko.
Umoja na mshikamano ndani ya Simba haujawahi kupotea. Japo wapo watu ambao huwa wanapambana kuvunja umoja na mshikamano wetu, lakini umoja na mshikamano ndani ya Simba haujawahi kupotea na hautakuja upotee, kwa sababu hiyo ndiyo mapigo ya moyo ya Simba Sports Club, nguvu moja. Mechi ya KMC, mechi ya Petro pale Angola, ni mechi ambazo zimechagiza kwa kiasi kikubwa kurejesha imani na matumaini ya wanasimba. Namna ambavyo Simba imecheza, namna ambavyo Simba imeshinda ni michezo ambayo imejesha imani kubwa kwa mashabiki dhidi ya timu yao. Ni michezo ambayo mashabiki wa Simba wameona kweli yamefanyika mabadiliko, yamefanyika maboresho, na maboresho yamekwenda kuongeza thamani kubwa ndani ya timu yetu. Ni kweli tulikuwa tunasuasua huko nyuma, lakini tukaondoa baadhi ya wachezaji, tukaleta wachezaji wengine ambao wamekuwa chachu kubwa ya mabadiliko ya timu yetu, na hawa ndio ambao hivi sasa wameongeza imani kwa mashabiki wetu. Na ndio maana nasema kwa mabadiliko ambayo sisi Simba tumeyafanya, laiti kama ligi mabingwa Afrika ingekuwa inaanza sasa hatua ya makundi, Simba tungequalify kwenda hatua ya robo finali, na sio tu kuqualify, ni kuqualify kwa kushinda michezo yote 6. Yaani tungeandika historia katika dunia hii ya kushinda michezo 6 hatua makundi na kufikisha alama 18. Kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu ya aina ya timu tuliyokuwa nayo, mabadiliko ambayo tumeonyesha, na aina ya wachezaji tuliyokuwa nao. Ahmed, umezungumza vizuri sana, na bila shaka kuna jambo ambalo nimekuuliza. Umesema umoja na mshikamano upo ndani ya Simba na haujawahi kuvunjika, ila kuna watu ambao wanajaribu kutaka kuvunja huo umoja na mshikamano. Wapo ndani ya Simba, kwa maana ni viongozi ambao waliwahi kuwa viongozi wa klabu ya Simba, ama ni watu wa nje ya Simba? Ni watu wa nje ya Simba ndio ambao wanajaribu kutingisha uongozi ukose utulivu ili waweze kupenyeza ajenda zao. Kwa hiyo viongozi ambao wako madarakani wamesimama imara. Mwenyekiti wa klabu ya Simba Murtaza Mangungu, pamoja na misukosuko anayopitia, lakini ameendelea kusimama thabiti kwa ajili ya kukipambania na kuipigania Simba. Lakini General Crescentius Magori, mwenyekiti wa bodi ya kurugenzi, na yeye amesimama imara kwa kutumia uzoefu aliokuwa nao kwa ajili ya kuisimamisha Simba Sports Club. Lakini vile vile bodi ya kurugenzi kwa ujumla wake wamesimama imara kukinga mawimbi yanayopigwa kutoka nje kuja kuharibu utulivu wa timu. Wameweza kuyadhibiti na Simba ipo katika mikono salama. Kwa hiyo kimsingi umoja na utulivu umetapakaa, lakini wako baadhi ya watu kwa ajenda zao, kwa maslahi yao, kwa matakwa yao, wamekuwa wakipambana kujaribu kuvunja huo umoja. Lakini mimi niwaambie wana Simba ya kwamba viongozi wao ama viongozi wetu ama sisi viongozi tuko thabiti, tuko imara kweli kweli. Hatutakubali kuyumbishwa kwa maslahi ya watu. Tasimama kwa ajili ya kuipambania Simba, na bila shaka mashabiki wameanza kuona Simba iliyokuwa tamu, Simba iliyokuwa nzuri, Simba iliyokuwa bora, Simba inayotisha kweli kweli. Libase Geye, moja kati ya wachezaji mahiri kweli kweli, cheza wings, anaingia nayo, anashuti kweli kweli. Asentioura, kijana Ino Loemba, wote hawa ni maingizo mapya bila shaka Ahmed Ali, na wanakupa tabasamu bila shaka. Anicet Oura amefanya kazi kubwa sana ndani ya muda mfupi. Ukiachilia mbali goli ambalo amefunga kwenye ligi ya mabingwa Afrika, lakini mpaka sasa ameshatengeneza magoli mawili, yani jumla ameshatengeneza magoli 3 kwenye mechi 4 pekee ambazo amecheza. Huyu ni mchezaji wa daraja la juu sana. Huyu ni mchezaji wa kiwango kisichotajika kawaida. Huyu ni mchezaji, kwa ufupi ni kwamba ni mchezaji wa
wa quality ya Ulaya. Ukao unaangalia ligi ya Ulaya, ligi ya England kwa mfano EPL, unaona wakina Anicet Oura wengi kweli. Ukao unaangalia La Liga pale Hispania, unaona wakina Oura wengi kweli. Ndio vile tu mambo ya riski, Oura bado yuko Afrika, lakini ni kipaji halisi cha kucheza Ulaya na sio kucheza kuingia sabu ama kukaa benchi. Huyu ni mchezaji ambaye anacheza kila mechi Jumamosi ama Jumapili kwa timu yoyote barani Ulaya. Huyo ni Anicet Oura. Tazama IQ yake anapokuwa na mpira, tazama anavyofuata wapinzani, tazama anavyotoa pasi kwa ajili ya kwenda kufunga, tazama anavyovunja ngome ya mpinzani. Huyu ni mchezaji ambaye haogopi msitu wa wachezaji, ana uwezo wa kupita katikati, ana uwezo wa kupita pembeni yao. Ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kukimbia na mpira kama kafungwa nao mguuni kumbe ana udribu. Ni mchezaji ambaye analifuata goli. Kwa kweli Anicet Oura ni mchezaji ambaye amekamilika sana na amekuja kuleta mapinduzi makubwa ndani ya Simba Sports Club. Lakini Libase Geye naye tumemwona maajabu yake aliyokuwa nayo kwa muda mrefu. Simba hatujashuhudia magoli ya mbali, lakini Libase Geye mpaka sasa ameshafunga magoli mawili nje ya 18. Anaachia mkwaju, kamba inaingia. Huyo ni Libase Geye. Lakini tazama kashikashi ambazo anawapa wapinzani wetu, akikaa kushoto, akikaa kulia, namna ambavyo anawachekecha. Mtazame Shomari Kapombe anavyoenjoy kucheza na Libase Geye, kwa sababu muda wote tunakuwa tunapumulia kwa mpinzani. Kazi imeimarika kweli. Lakini mtazame mwamba wa Lusaka, Clatous Chota Chama, kazi kubwa ambayo anaifanya katikati ya kiwanja, namna ambavyo anatengeneza utulivu wa hali ya juu, namna ambavyo anakaba, namna ambavyo anafanya kazi kubwa katikati ya kiwanja. Anatengeneza mashambulizi, anazuia mashambulizi, anaituliza timu, anatoa madoido ya maana, anatoa pasi za kueleweka, anaelekeza, anafundisha. Chama amekuja kuikomboa Simba yake baada ya kuiona inateketea. Lakini mtazame bwana mdogo Nixon Kibabage, kazi kubwa anayofanya mpaka sasa. Anazungumza na wewe katika mechi 4 ambazo Kibabage amecheza, ameshatoa assist 2 tangu amewasili muda mfupi alokuja. Muda wote anapumulia kwenye lango la mpinzani. Unaweza ukafikiri namba 11. Yaani kuna wakati unaangalia mechi unafikiri Anicet Oura namba 11, Kibabage namba 11, kwa sababu watu wote wanacheza kwenye box la mpinzani. Hii ni Simba ambayo ina mabadiliko makubwa sana kusema kweli, na wanasimba tushikilie Simba yetu. Karibu mtangazaji. Kabisa. Na Kibabage ana furaha, anaonekana na raha za Msimbazi hizo. Kibabage ni katika watu ambao walibezwa sana. Wapo watu wengi ambao wali udharau usajili huko alikotoka. Hata Simba kwenyewe wako watu ambao hawakufurahia usajili wa Nixon Kibabage. Kwa hiyo yeye mwenyewe Kibabage ile hali aliiona na akasema, mimi nitajibu kwa kutumia miguu yangu, sitajibu mtu mmoja. Watu wanamfahamu Kibabage, alikopita, alikotoka, historia yake na kila kitu. Wengi tukawa tunamuona ni mchezaji wa kawaida sana. Hakuna ambaye alikuwa anampa heshima ya kutosha, isipokuwa sisi watu ambao tunajua mpira wenyewe. Tulikuwa tunasema huyu mchezaji tumepata mtu wa maana kweli. Na kejeli na kashfa zote aliziona Nixon Kibabage, lakini akajiapiza ya kwamba sitamjibu hata mtu mmoja, mimi nitazungumza kwa kupitia miguu. Na Kibabage ndio, kama unawakumbuka vizuri wahenga wa karne ya 12 ambao walisema jiwe walilolikataa waashi limegeuka jiwe kuu. Sasa jiwe kuu ambalo wahenga wa karne ya 12 kabla ya Christian waliolimaanisha, basi walimaanisha Nixon Kibabage. Tayari ndani ya muda mfupi ameshakuwa jiwe kuu. Na Ahmed, tuhitimishe tu, Mpanzo ana amani na furaha ya hali ya juu ndani ya Simba. Tena umeuliza swali la msingi sana. Jana nimemsikia mchambuzi wenu hapo Hans Raphael, sijui kama yuko studio. Leo hayupo.
leo hayupo akisema Mpanzu ana mapenzi na Yanga. Yaani unaweza vipi kuthibitishia umma ya kwamba mchezaji A ana mapenzi na timu nyingine? Yaani mapenzi ya mtu unaweza ukayathibitisha vipi dhidi ya upande mwingine? Wako watu wanaishi pamoja tu kwenye familia lakini hawana hakika kama wanapendana. Wewe unaweza vipi kutoka hadharani na kusema Mpanzu ana mapenzi na timu nyingine? Katumwa kwa ajili ya kurahisisha mpango huu wa Mpanzu kwenda sehemu nyingine, ama katumwa amgombanishe Mpanzu na mashabiki wake wa Simba, ama katumwa amgombanishe Mpanzu na uongozi wa Simba, ama katumwa sisi tusimwamini tena Mpanzu.